Hujambo na karibu popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Ni kwa mara nyingine tena tunaungana katika uchambuzi wa mambo ya vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, hususan kwenye mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini na huko Ituri, lakini pia ndani ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga ndiko tunajikita zaidi, eneo ambalo linashambuliwa vikali na waasi wa AFC M23 wakishambuliana pamoja na wazalendo, lakini pia jeshi la taifa FARDC. Msikilizaji na mtazamaji wetu, ukistaajabu ya Musa basi ya Firaoni utayaona, ndivyo wanasema Waswahili. Hivyo ndivyo mambo yalivyo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika eneo la nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Utakumbuka kuwa hivi karibuni siku ya Jumamosi kulikuwa na ndege isiyokuwa na rubani ambayo iliweza kushambulia eneo la Pwezero, watu zaidi ya 8 na wengine zaidi ya 20 kubaki na majeraha makali, na mpaka sasa wanaendelea kutibiwa ndani ya hospitali ya hapo Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi. Wachambuzi wa masuala ya vita ndani ya tarafa la Fizi na eneo zingine jimboni Kivu ya Kusini wanalaumu kuwa kuendelea kubaki kimya kwa majeshi ya Kongo pamoja na wazalendo huko Minembwe ndicho chanzo cha raia kuweza kuathirika zaidi maeneo ya Pwenzero na huko Mikenge, eneo ambalo linaviziwa mara kwa mara na waasi wa AFC M23 sana sana na majeshi ya huko Rwanda, kwa sababu inasadikika kuwa ndege iliyopiga maeneo ya Pwezero na huko Mikenge ilitoka Rwanda. Hivyo ndivyo wadadisi wa mambo wanavyosema, na ni kweli. Ukiangalia vizuri, hakuna sehemu ambayo M23 inadhibiti kwa kiwango kikubwa, kwamba wana ngome kubwa sana maeneo ya milimani, kwamba wanaweza kunyanyua ndege sio kwa na rubani na kuweza kupiga moja kwa moja maeneo ambayo yanapatikana raia wa Kongo pamoja na ngome za wazalendo na jeshi la taifa FARDC. Ukiangalia kama inavyosadikika, kuanzia eneo la Muravya linashikiliwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Eneo la Kipupu vile vile linashikiliwa na jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Mikenge, eneo la Pwezero, Kalingi, Kalonge, Bidegu na eneo nyingi sana zinazozunguka eneo la Minembwe. Lakini ni jambo la kusikitisha sana kuona ndege bado zinatoka ndani ya nchi ya Rwanda. Hebu nini kwanza kinatatiza hadi vita vikwame eneo la Minembwe? Mtazamaji wa Kwetu News 24, utafahamu kuwa eneo la Minembwe bado kuna raia ambao wanalindwa na jeshi la taifa, ambao wanaona kwamba wakipiga moja kwa moja watumie nguvu sana wataasirisha raia ambao wanapatikana eneo la hapo Minembwe Center pamoja na eneo la Kitavi, maeneo ya huko Kabingo, maeneo ya Kuri Mishashu, maeneo ya Kahwela. Bado kuna raia wengi sana ambao wanachangana na wanajeshi wa M23 pamoja na majeshi ya Twigwaneho na Red Tabara. Sio vigumu sana serikali ya DRC pamoja na wazalendo kuweza kushambulia ngome zao, lakini wakiweza kutumia nguvu itawezekana wataponda wanajeshi wa AFC M23 ambao wanapatikana hapo. Hicho ndicho kimechelewesha vita. Inabidi serikali ya Kongo kupitia kitengo chake cha kijeshi kiangalie mbinu gani ya kutumikisha ili waweze kuwatimua waasi hao kwenye maeneo ya huko, ili raia wanaopatikana eneo la Mikenge pamoja na Pwezero pamoja na pale Kalingi waweze kupata angalau nafuu, waweze kujisikia kwamba wapo na amani ya kutosha. Kama vita vitaendelea, kama wataendelea kuzingira eneo la Minembwe na bado hawajatoa wale waasi maeneo hayo ya Minembwe, bado vita vitakuwa ni vigumu. Kama unavyojua, eneo la Minembwe ni eneo ambalo linategemewa sana na waasi wa AFC M23 pamoja na Twigwaneho. Wakipoteza moja kwa moja eneo la Minembwe, hebu jiulize watajielekeza wapi? Itakuwa ni jambo la kushangaza sana, kwa sababu wanazingirwa eneo hilo. Eneo la Minembwe ni eneo ambalo ni kubwa sana, lakini wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wanazingira eneo la Minembwe. Kwa hiyo M23 wanapatikana tu eneo la Minembwe Center, eneo la Kabingo na sehemu ya eneo la Kahwela. Na ukizingatia maeneo ya pale Ilundu, pale ndo maeneo ambao wanapatikana. Na wanakwenda moja kwa moja kwenye mlima ambao unaelekea huko Rugezi, eneo linalotambulika kama eneo la sabuni pale. Endapo serikali ya DRC itashambulia moja kwa moja na kuweza kujikusanya, M23 watakosa pa kukimbilia. Mashirika ya kiraia pamoja na wadadisi wanasema kuwa kama raia wanaendelea kuathirika kila kuchao na kuweza kupigwa na ndege sio kwa na rubani, ni kwa sababu serikali bado haijaimarisha ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo ni bora mbinu nyingine zote kuangaliwa
ili waweze kuwatimua hao waasi kwenye hayo maeneo. Mashimango ni mratibu wa shirika la kiraia huko Uvira, alizungumza na Kwetu News 24 na kueleza jinsi gani mambo yalivyokuwa na suluhisho namna gani mambo yanaweza kufanyika ili kuendelea kuimarisha ulinzi namna hiyo na kuweza kushinda vita vya hapo Minembwe. Hebu tumsikilize. Ilikuwa madrone ilikuwa lancé par les rebelles M23 fasi inaitwa Kwezero na niko mteritoire ya Fizi. Kwetu kwanza tumekondane kwa sababu il y a 5 civils sans pourtant compter les blessés, mais aussi manyuma tofauti ilibomolewa. Tumekondane kwa sababu il n'y a pas de 3 jours par le rebelle M23 walikuwa na gouvernement congolais na ni Suisse na wamesikilizana dans le cadre d'un mécanisme conjoint de cessez-le-feu. Objectif il y a eu le mécanisme pour surveiller les cessez-le-feu, pour faciliter l'aide humanitaire, mais aussi ni kufungula wa prisonniers wa M23 libako estimé 477. Donc même malheureusement malgré ile mazungumzo wamefanya masikilizano, tulikuwa itoneke jana panakuwa madrone na ce qui est inconcevable. Donc c'est pourquoi que tu alerté la communauté internationale, même la communauté nationale qui est sous-régionale et régionale même, kolokama remarque de volonté ya M23 inakusha déjà menace à Kabambi pour la sécurité à l'est de la RDC. Donc à notre niveau, comme la nouvelle civile congolaise, Chika Jipela Kraia, tumelomba gouvernement pour renforcer ma mesure sécuritaire, pour sécuriser les personnes de l'RDC parce que ni droit citoyen takuwa na lamuka kusuri mtu wa temps, ça revient au gouvernement pour sécuriser le batu na mamali yao. Mais aussi à pili, tulilomba gouvernement congolais pour renforcer ma mesure sécuritaire et logistique parce que pour quand même la sécurité appartient à l'est de la RDC. C'est concevable que quelques drones na kuya naanza kuattaquer sur des villages qui est inconcevable. Na yataki tumelomba kwamba assister le plus vite possible ili mafamille victime walipoteza batoto yabo, mais aussi blessé bakuwe bien encadré. Voilà, mais aussi kulomba serikali kwa makini kuachana na makoro yenye iko fantasiste na isaidi na kujikoncentrer vraiment sur la guerre. Voilà, yenye tulilomba kwa mshirika Jipela Kraia. Et qu'à notre niveau, tulomba raia endelee kualerter na kudenoncer cas suspect pour le cadre de la sécurité nationale. Voilà, chers journalistes partenaires, mais tout qu'on a suivre de près parce que depuis Osuhui, il y a quand même pitu inapitikana au niveau à Minembwe, ce qui est très important pour la population ya Kivu, population ya Uvira, ya Fizi, Mwenga, Shabunda na Baraka ni kuangalia kisi amani tarujiwa. La sécurité ni droit citoyen congolais na ina revenir pour l'état congolais kwa sécurité des personnes lesbiennes. Wadadisi wengine wanasema kwamba kutokukamatwa kwa eneo la Minembwe inakuwa sababu kabisa, kwa sababu kila mara hao waasi watakuwa wanakuja kushambulia maeneo fulani. Unasemaje kuhusu hizo analizi? Nawaza kwamba kama nyuma tumefelicite affrontement ilifanyika mu niveau ya Muramvya na ikakuwa kufavere si vous voulez bien ya FRDC. Nawaza kama il y a des zones stratégiques dans les moyens plateau ya Uvira na Fizi zenye zinapaswa kuwa zikamatiwe na serikali ya Kongo, na ile itajouer sana sur la stabilité moyo parti yote ya moyo plateau ya Uvira. Donc anoni kwa mshirika Jipela Kraia, la population isha teseka sana. La population kuna besoin ya amani, et si vraiment qu'il y a des mabitu inaweza fanyika par le FRDC, par le gouvernement congolais kwa tia kuleta amani, c'est le moment ni tuko na lomba baifanye na ile itakuwa vraiment kuendelea raia. Na msikilizaji, ilikuwa ni uchambuzi wetu wa habari kwa ufupi ambayo inakujia kila siku kutoka Kwetu News 24. Usikose kusubscribe channel yetu, usikose kujiunga nasi kabisa kwenye WhatsApp na Facebook ukiandika Kwetu News 24. Usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa wapi, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili wapate habari hizi kiurahisi. Niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaheri kwa sasa.